na hatujasema ya kwamba wale walikuwa hawako wanafanya kazi, lakini kwangu imeaminika ya kwamba hawakuwa wana uaminifu na hawa wenzangu. Sasa wakaamua kwamba wabadilishe uongozi na leadership ya assembly. Haswa leo hivi nikiongea, mimi kama Vitalis Wangila MCA Kabula Ward, mimi ndio kiongozi walio wachache katika kwa upande wa Azimio katika assembly ya Bungoma, nikiwa na mwenzangu Honorable Hagiri Mlongo akiwa ni naibu wa Karanja. Nataka niwahakikishie ya kwamba tunataka tufanye kazi yetu ya oversight kama wale watu minority side ya assembly. Sisi tuko tayari kufanya kazi na serikali, lakini hatuko tayari kukubaliana nao vitu yenye naumiza mwananchi wa chini huko. Hii assembly iko tayari kuweka mambo ilainike kabisa, na hatutakubali tena utepetevu katika kufanya kazi. Pesa za hii county ziendelee kupotea, na hayo ndio imefanya tuka reject hiyo second supplementary. Hii ni ishara ya kwamba sasa kama bunge la Bungoma la awamu ya 3 tumeanza sasa kufanya kazi ambayo hiyo tulitumwa na wananchi wetu wa Bungoma, kwamba serikali ambayo inafaa sasa sisi tuwe tu oversight, kwamba tukienda mbele kutokea leo tuende kufanya mchezo tena. Na sasa mtatuona hii ni ishara ya kwamba sasa hata kama viongozi walio wachache sasa mnaenda kutuona kila wakati. Wamefanya kazi, wamefikia mahali inawalemea. Pia tukaona wenzetu hawa ambao watakuwa wakihusisha wenzetu katika utendaji wa kazi, tuwape nafasi watufanyie. Sisi tunapofanya hivi tulifanya mabadiliko kwa sababu ya hawakuwa wanatuhusisha sisi kwa jambo zote. Ya kwanza ilikuwa ya kwamba walienda kotini wakipinga maneno ya budget, na hiyo sasa ikasababisha ya kwamba sisi hatukuambia waende, lakini walienda tu kusababisha watu waende kotini na kusimamisha budget. Na budget ni ya county mzima, sio budget ya Azimio ama walio wengi. Saa hizi sasa tumechukua hii uongozi, na hii uongozi vile minority leader amesema, tunaenda sasa kufanya kazi ya kuangalia kazi ya serikali hii yenye iko, sababu sisi ni wachache, na tutaangalia sasa juu na chini tuone wanatakana wafanye nini. Kwa sababu mimi nilikuwa na privilege, sababu mimi nilikuwa chair, na tukaenda kwa liaison. Sisi liaison ndio umetengeneza hii budget ile yenye tuko nayo.